بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فوائد. يقال لبني العباس فاتحة وواسطة وخاتمة. Inasemekana kwa hao Bani Abbas kuna wa kwanza wao, kuna wa katikati wao na kuna wa mwisho wao. Katika utawala wa Bani Abbas yuko mtawala wa mwanzo, yuko mtawala wa mwisho, wa katikati na yuko mwisho. Falfatihatu, wa mwanzo al-mansuru, anaitwa al-mansur. Walwasitatu al-ma'mun, wa katikati anaitwa al-ma'mun. Walkhatimatu, na wa mwisho anaitwa al-mu'tadidu. Khulafau Bani al-Abbas, wa khalifa Bani al-Abbas kulluhum abna'u sarariya, wote mama zao ni wajakazi, ni masuria. Illa Safahu wal Mahdi, isipokuwa Safah na Mahdi, wal Amin na Amin, mama zao sio masuria. Walam yali al-khilafata Hashimi ibn Hashimiyya illa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ibn al-Hasan wal Amin. Na hakuna aliyeshika madaraka ya ukhalifa katika mtu ambaye ukoo wake ni Hashimi kwa baba yake na kwa mama yake pia awe Hashimia, yani mtu ambaye kwa baba na mama yake wote ni Hashimia isipokuwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib na al-Hasan mtoto Sayyidina Ali wal Amin na al-Amin. Qala as-Suli, amesema as-Suli, walam yali al-khilafata man ismuhu Ali, hakuna aliyeshika madaraka ya ukhalifa mtu ambaye jina lake ni Ali illa Ali ibn Abi Talib wa Ali al-Muktafi. Hao ndio walioshika wanaoitwa jina hilo. Tunaelewana? Lakini qala adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi anasema qultu ghalibu asma'i afradu, majina yao mengi ni ya mtu mmoja mmoja. Wal muthanna, katika hao viongozi wengi ni kila mmoja jina lake sio la kujirudia, la mtu mmoja. Wal muthanna, na walio wawili wawili katika jina moja kama kina Abdallah. Minhum qalilun, katika hao ni wachache, lakini sehemu kubwa ni kila mtu na jina la peke yake. Wal mutakarriru kathirun, wenye majina yao yamejirudia ni wengi ambao ni watawala. Abdullahi ilimejirudia sana, wa Ahmadu wa Muhammadu wa jamiu alqabil khulafai, na laqabu za makhalifa afradu zimetumiwa na mtu mmoja mmoja. Laqab kuna kunya na kuna laqab. Kunya ni baba fulani mama fulani, laqab ni jina la umaarufu. Wa jamiu alqabil khulafai afradu, na laqab za makhalifa zimetumiwa na mtu mmoja mmoja, ila al-Mu'tasimi, mpaka kwenye uongozi wa Mu'tasim al-Fa'il al-Iraqiyin, ambaye huyu ndo kiongozi wa mwisho wa makhalifa wa kule Iraq. Thumma karrarat al-alqabu fi al-khulafa'i al-misriyin, kisha laqab zikajirudia ili kama kuna mtu alikuwa amepewa laqab huko nyuma ina fulani, basi na khalifa wa sasa naye akaja anaitwa laqab kama ile, sawa, kwenye makhalifa wa Misri. Fakurrira al-muntasir, ikajirudia laqab ya al-muntasir wal mustakfi wal wathiq, hizi ni laqab. Wal hakimu wal mu'tadidu wal mutawakkilu wal mu'tasimu wal musta'inu wal qa'imu
walmustanjidu wa kulluha lam yatakarrar ghaira marra, na zote hizi laqab hazikujirudia zaidi ya mara moja. Sawa, ghaira marratin wahida illa almustakfi huyu walmu'tadid fakurriran marratan ukhra, ilijirudia tena mara nyingine. Fatalaqaba bihima min alkhulafai alabbasiyina, wakajiita kwa laqab hizo mbili makhalifa wa Banu al-Abbas, Dawlatul Abbasiyina, wale viongozi walikuja wakajiita laqab thalathatun wa tatu. Walam yatalaqab ahadun min khulafai Bani al-Abbas bilaqabi ahadin min Bani Ubaidi illa al-Qa'im, na hakuna aliyejipa laqab yoyote katika makhalifa wa Bani al-Abbas kwa laqabu ambayo alikuwa anayo watawala wa Bani Ubaidi illa al-Qa'im, isipokuwa al-Qa'im alikuja akajipa hiyo ambayo ilikuwa Bani Ubaidi, na yeye ni Bani al-Abbas akajipa laqab hiyo. Sawa, wal-Hakim wal-Dhahir wal-Mustansir. Wa amma al-Mahdi wal-Mansur fasabaqa talaqqu bihi li Bani al-Abbas, ama laqab hizi tayari kumetokea kwao kupewa laqab hizo Bani al-Abbas kabla wujudi Bani Ubaid, kabla ya kupatikana hao Bani Ubaidi. Qala ba'dhum, baadhi yao nasema, wama talaqaba ahadun bil Qahir, hakujipa laqab au hakupewa laqab yoyote laqab ya al-Qahir, fa aflah, alafu akafaulu. Kila alopewa laqab ya al-Qahir au alijipa alfeli, la min al-khulafai wala min al-muluki, si katika makhalifa wala si katika wafalume. Qultu wakadha al-mustakfi, si huyo tu, sio laqab hiyo tu, pia miongoni mwa laqab ambayo hawakufanikiwa waliojipa laqab hizo al-mustakfi wal-musta'inu luqiba bikulli minhuma ithnani min Bani al-Abbas, walipewa laqab hizo wawili katika Bani al-Abbas. Fakhulia, matokeo yake wakaondolewa madarakani, wanufia, wakapelekwa uhamishoni. Unaona hiyo. Walmu'tadid min ajalli al-alqab, na al-mu'tadid ni laqabu, ni miongoni mwa laqabu tukufu, wa abrakiha, na zenye baraka, liman yulaqabu bihi, kwa anayepewa laqab hiyo. Al-mu'tadidu walam yali al-khilafata ahadun ba'da akhihi, na hakuna aliyeshika madaraka ya ukhalifa yoyote baada ya kaka yake. Yani kaka amekuwa kiongozi kawa khalifa, alafu tena aje ashike ndugu yake. Illa al-muqtafi ba'da ar-rashid, isipokuwa al-muqtafi aliyeshika madaraka baada ya ar-rashid. Walmustansiru ba'da al-mu'tasim, na mwingine ni al-mustansiru alishika madaraka baada ya kaka yake al-mu'tasim. Qalahu adh-Dhahabi, hayo kaeleza Dhahabi. Qala walam yali al-khilafata thalathatun ikhwatin illa aulad ar-rashid, hawakushika madaraka ya ukhalifa ndugu watatu isipokuwa watoto wa ar-Rashid. Nani? Al-Amin wal-Ma'mun wal-Mu'tasim wa aulad al-Mutawakkil, pia watoto wa al-Mutawakkil. Nani? Al-Muntasir wal-Mu'tazz wal-Mu'tamid wa aulad al-Muqtadir, na pia watoto wa al-Muqtadir, ar-Radi wal-Muqtafi wal-Mutir. Hawa familia moja, ndugu hao wameshika madaraka. Qala wa wali al-amra min aulad Abdul Malik arba'atu, walishika uongozi katika wana wanne wa Abdul Malik. Wala nadhira lidhalika, ili halina mfano kabisa, mfanano haupo, hakuna mwingine, illa fil muluk, isipokuwa katika ufalme, sio katika ukhalifa. Qultu Suyuti, sasa nasema hivi,
bal lahu nadhirun fil khulafa, ili linalo nalofana nalo katika makhalifa baada an-nabii sallallahu alaihi wasallam, makhalifa walio baada ya bwana mtume. Fawali al-khilafata min auladi al-mutawakkili, wameshika madaraka ya ukhalifa katika watoto wa al-mutawakkil Muhammadun arba'atun, watoto wanne, bal khamsa, si wanne, watano bwana. Wewe huko umesema wanne wa Abdul Malik, watano. Nani? Almusta'inu walmu'tadidu walmustakfi walqaimu walmustanjidu khalifatul asr, do khalifa wa kipindi cha alimamu as-Suyuti. Walam yazal alkhilafata ahadun fi hayati abihi, hakuna aliyeshika madaraka ya ukhalifa katika kipindi cha uhai wa uwepo wa baba yake illa Abu Bakar as-Siddiq, isipokuwa Abu Bakar as-Siddiq wa Abu Bakar at-Ta'i, na Abu Bakar at-Ta'i ibn al-Muti'. Hasala li abihi faliju, baba yake alipatwa na ugonjwa wa kupooza mwili. Fanazala libnihi anha tawan, akamwachia mwanawe ukhalifa kwa kumtii. Qala alulama, wanazuoni wanasema awwalu man waliya alkhilafata wa abuhu hayyun, wa mwanzo alioshika madaraka ya ukhalifa na baba yake yuhayyi Abu Bakar Siddiq, manake wa huwa awwalu man ahida biha, ndiye Abu Bakar ndiye aliyetoa ahadi baada ya yeye atapoondoka ashike madaraka nani. Wa awwalu man ittakhadha bait almal, benki kuu imeanzishwa na Saidina Abu Bakar. Ya salam, wazungu hawajua kuvaa suruali bwana. Shuko kuanzishwa benki kuu kwa nani? Yani mambo ya wazungu, mambo ya Uislamu. Kiislamu inaitwa baitul mali. Wa awwal man samma al-mushafa mushafa, ndio mwanzo alioita msahafu kuwa unaitwa mushaf. Wa awwal man summiya bi amiri al-mu'minin, na wa mwanzo alioitwa amiri al-mu'minin Umar ibn al-Khattab. Wa awwal man ittakhadha ad-durrata, na wa mwanzo aliyetengeneza nyumba za raia au fimbo ya kwa ajili ya adhabu ya kuadhibia watu ni Umari. Wa awwalu man arraha min alhijra, na mwanzo wa kuanzisha matumizi ya kalenda ya hijria Sayyidina Umar. Wa awwalu man amara bi salati tarawih, ndio mtu wa mwanzo aliyoamrisha swala ya tarawih iswaliwe sawa sawa. Wa awwalu man wadaa ad-diwan, ndio mwanzo aloweka mafaili, na wale watu wanasomea wanaita records management. Yeye ndio aloweka mafaili ya majeshi, mafaili ya polisi, mafaili ya watumishi wa serikali, mafaili ya watu wa ikulu, mafaili ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah. Wa awwal man hamal hima, na wa mwanzo aliyehifadhi hifadhi ya taifa, aliyeweka hifadhi za taifa za wanyama Uthmanu. Kwa hiyo hao wamekopi tu, wamekopi tu. Wa huwa awwalu man aqta'a al-iqta'at, ndio mwanzo aliyetoa maeneo kuyagawa. Ay akthara min dhalika, ameleta kwa wingi kwenye hayo. Wa awwalu man zada al-adhana fi al-jum'ah, ndiye wa mwanzo aliyoleta kuongeza adhana kwenye Ijumaa. Wakati bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam adhana ni moja tu siku ya Ijumaa, kwa ajili ya swala ya Ijumaa adhana moja. Alokuja kuileta hii ya pili Sayyidina Uthman ibn Affan. Wa awwal man razaqa almuadhinin, wa mwanzo walipa mishahara waadhini. Muadhini kila sala asubuhi yuko Allahu akbar, Allah ya akhi, mchezo. Adhuhuri yuko, alasiri yuko, magharibi yuko, isha. Sayyidina Uthman ndo loweka muadhini alipo mshahara. Leo waadhini wetu misikitini hawana hata shilingi ndururu, ndio wanakuja waadhini Allahu akbar, Allahu akbar. Huyo hata ile adhana Allah
baba ya Allahu akbar, Allahu akbar. Huyo kafundishwa adhana kweli huyu? Kwa sababu hatuweki wataalamu waliofundishwa adhana, tujiwekee watu ni watu. Shahadu an la ilaha illa Allah, shahadu an la ilaha illa Allah. Ya adhana ya kabila gani? Kwa hiyo Sayyidina Uthman wa mwanzo kuweka mshahara kuwalipa waadhini. Wa awwal man urtikha alayhi fi alkhutbah, ndio mtu wa mwanzo aliyeweka pahala pa kukalia kwenye khutba. Unaona hapa katika khutba kuna kiti pale, wa mwanzo kuweka hiyo nani? Wa awwalu man ittakhadha sahiba ash-shurta, wa mwanzo aliweka IGP Sayyidina Uthman. Awwalu man istakhlafa waliya al-ahdi fi hayatihi, na wa kwanza aliyesema nikitoka mimi katika utawala wa ukhalifa atawale fulani, Muawiya. Umeelewa? Aliyesema awe fulani. Wa huwa awwalu man ittakhadha al-khisyana li khidmati, ndiye mtu wa mwanzo aliyeweka watumishi ndani ya ikulu, kaweka walinzi, kaweka watumishi wengine pale wasijua kitu gani. Ikulu kuna watumishi chungu mzima, walinzi wale wanaolinda ikulu, wanaolinda kumlinda kiongozi, wapishi, watumishi wa kufanya usafi. Mtu wa mwanzo alioweka hao ikulu nani? Sayyidina Muawiya, li khidmatihi, ili wamtumikie. Wa awwalu man humilat ilayhi ruusu, na wa mwanzo ambao vililetwa kwake vichwa vya waliouliwa huko vitani, vichwa vyao vikaletwa, kuletewa yeye Abdullah ibn Zubair. Wa awwalu man duriba ismuhu ala sikka, wa mwanzo jina lake limechapishwa katika pesa, sarafu hizi, Abdul Malik ibn Marwan. Huyo wa awwal man mana min nidaihi bismihi, wa mwanzo aliyekataa kuitwa jina lake moja kwa moja kama jina lake, Al-Walid ibn Abdul Malik. Usiniite hivi. Wa awwal man hadathat al-alqab li Bani al-Abbas, na wa mwanzo kutolewa kwa mtu, kutolewa matumizi ya laqab ulikuwa katika zama za Bani al-Abbas. Waqala ibn Fadlillah, amesema ibn Fadlillah, zama baadhuhum anna li Bani Umayya, kwamba wengi wamedai, baadhi yao wamedai kwamba hao Bani Umayya wana alqaban mithla alqab Bani al-Abbas, wana laqab zinazofanana kabisa na laqab za kama za Bani al-Abbas. Qultu wa kadha dhakara baadhi al-mu'arrikhin, pia hivyo wameeleza baadhi ya wataalamu wa historia, anna laqaba Muawiyata, na kwamba laqabu ya Muawiya anaitwaje laqabu yake. Kwa hiyo laqabu ya Muawiya anaitwa an-nasiru lidinillah, ndo anavyoitwa laqabu yake. Wa laqabu Yazid al-Mustansir, Yazid ibn Muawiya. Wa laqaba Muawiya ibnihi arraju ila alhaq, Muawiya akampa laqab mwanaye akamuita arraji ila alhaq. Wa laqabu Marwan almu'taminu billah, ndio laqab yake ya Marwan. Wa laqabu Abdul Malik almuwaffiq li amri Allah. Wa laqab ibnihi alwalid almuntaqimu billah. Wa laqabu Umar ibn Abdul Aziz alma'sum billah. Wa laqab Yazid ibn Abdul Malik al-Qadiri بصنع الله. ولقب يزيد الناقص الشاكر لأنعم الله. أول ما تفرقت الكلمة دولة السفاح،
mwanzo wa kusambaratika umoja wa Uislamu ulikuwa katika serikali ya As-Saffah. Ulikuwa mwagaji sana damu, ni lakabi yake bwana. Awwal khalifatin qarraba almunajjimina wa amila bi ahkami an-nujumi, khalifa wa kwanza aliyewasogeza wataalamu wa elimu ya nyota, wa amila bi ahkami an-nujumi, na kufuata hukumu za wanajimu, al-Mansur. Huyo Mansur wa huwa awwal khalifatin, huyo ndo khalifa wa kwanza. Istamala mawalihi, amewatumia fil amal, amewatumia watwana katika nyadhifa, watumwa katika nyadhifa za serikali, fil amali, katika nyadhifa za serikali. Waqaddamahum ala al-arabi, na kuwatanguliza watwana hao mbele ya Waarabu, kawapa kitu mbele. Awwalu man amara bitasnifi al-kutubi, wa mwanzo aliamrisha kuandikwa vitabu, fi raddi ala al-mukhalifina, kuwajibu wapinzani. Al-Mahdi, ni mtu mtawala anaitwa al-Mahdi. Awwalu man mashat ar-rijalu baina yadayhi bisuyufi wal a'midati, wa mwanzo katika makhalifa ambao mbele yake wametembea askari wakiwa na mapanga na silaha na ngao na marungu. Al-Hadi. Awwal man laiba bisawalija fil maidan, wa mwanzo aliyecheza mchezo wa fimbo, panga, mikuki katika viwanja vya michezo. Ar-Rashidu. Awwalu man daa wa kataba lil khilafati bilaqabihi fi ayamihi al-Amin, wa mwanzo aliyemuita khalifa na kumwandika kwa kutumia lakabi yake katika masiku yake. Al-Amin ni al-Amin. Wa awwal man adkhala at-taraka ad-diwan al-Mu'tasim, wa mwanzo kuwaingiza Waturuki katika mafaili ya serikali ni al-Mu'tasim. Wa awwalu man amara bitaghyiri ahli ad-dhimma zayhim al-Mutawakkil, wa mwanzo aliamrisha kubadilisha mavazi yao wale kafiru dhimmi. Kuna kafiru harbi na kafiru dhimmi, wabadilishe mavazi yao, aliamrisha hivyo. Wa mwanzo ni al-Mutawakkil. Awwal man tahakkamat al-atraka fi qatlihi, wa kwanza Waturuki walipata mamlaka ya kuamua waliamua kuuawa kwake, alikuwa ni al-Mutawakkil. Wa dhahara bidhalika tasdiq al-hadith, na kwa jambo hilo ikaonekana kuthibiti kwa hilo hadithi an-nabawiyya wa mtume, kama akhraja at-Tabarani, kama alivyopokea Tabarani bisanadi jayyid, kwa sanadi iliyo nzuri, an Ibn Mas'ud, ikitoka Ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, utruku turka ma tarakukum, wacheni Waturuki madhali wacheni. Fa inna awwala man yaslubu ummati mulkahum, hakika watawanyang'anya umma wangu ufalme wao, ni hao Turki. Wama haulahum banu Qantura, na maeneo yanayowazunguka ni banu Qantura, watawanyang'anya. Hadithi maudhu. Awwalu man ahdatha lubsa al-akmam al-wasi'ati, wa mwanzo aliyeanzisha kuvaa nguo zenye mikono mipana kama hivi. Mwanzo aliyeanzisha hilo. Wasaghara al-qalanisa, na kufanya kofia ndogo. Al-Musta'in, ni huyo anaitwa al-Musta'in. Awwalu khalifati ahdatha ar-rukuba
bihuliyati dhahab, khalifa wa mwanzo alianzisha kusafiri na pambo la dhahabu. Al-Mu'tazz huyo awwal khalifa qira wa ujra alayhi wa ukila bihi al-Mu'tamid, khalifa wa mwanzo aliyetishiwa nguvu na akawekwa kizuizini, wa ukila bihi, na akawekewa mtu wa kumlinda, ni al-Mu'tamid. Sawa. Awwal man waliya al-khilafata min as-sibyan al-Muqtadi, wa kwanza aliyepewa madaraka ya ukhalifa na hali yakuwa ni mdogo ni anaitwa al-Muqtadi. Akhiru khalifati infarada bitadbiri al-juyush, khalifa wa mwisho aliyejitegemea kusimamia mambo ya majeshi, wal amwal, na mali za serikali, Ar-Radi, wa huwa akhiru khalifati, na ndio kiongozi wa mwisho. Lahu shi'run mudawwanun, anayo mashairi yameandikwa. Wa akhiru khalifati khataba wa salla bin nasi daima, na ndio khalifa wa mwisho aliyekuwa anawahutubia watu msikitini hutuba na anawaswalisha watu siku zote. Wa akhiru khalifati jalasa an-nudaba, ndio khalifa wa mwisho aliyekaa na rika zake katika vikao vya starehe. Wa akhiru khalifa kanat nafaqatuhu, na ndio khalifa wa mwisho ilikuwa matumizi yake, wa jawaizu, na zawadi zake, wa atayahu, na tunu zake, wa khadamuhu, na watumishi wake, wa jirayatuhu, na wa khazainuhu, na hazina zake, wa matabikhuhu, na majiko yake vyakula, wa masharibuhu, na vinywaji vyake, wa majalisuhu, mabaraza yake, wa hujabuhu, na walinzi wake, wa umuruhu jariya ala tartibi al-khilafati al-awwaliya, na mambo yake yote yakienda kwa utaratibu wa makhalifa wale wa kwanza. Ni huyu tuliomsema Ar-Radi. Sawa. Wa huwa akhiru khalifa safara bi zayyil khulafa, ndio khalifa wa mwisho aliyesafiri na mapambo, aliyekuwa amevaa mapambo ya makhalifa wa zamani, al-qudama wa zamani. Awwalu ma kurrati al-alqab, mwanzo wa kurudiwa kwa lakabu za makhalifa ulikuwa kwa al-Muntasir, min al-Muntasir alladhi tawalla ba'da al-Mu'tasim, aliyekuwa ametawala na kuwa na madaraka hayo baada ya al-Muntasir. Fi al-awaili lil-askari, katika kuweka kambi za kijeshi. Awwal khalifa waliya fi hayati ummihi, khalifa wa kwanza aliyeshika madaraka wakati mama yake yuhai, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, thumma al-Hadi, thumma ar-Rashid, thumma al-Amin, thumma al-Mutawakkil, thumma al-Muntasir, thumma al-Musta'id, thumma al-Mu'tazz, thumma al-Mu'tadid, thumma al-Muti', ولم يلي الخلافة في حياة أبيه غير أبي بكر الصديق. hakuna khalifa aliyeshika madaraka na hali ya kuwa baba yake yuhai isipokuwa Abu Bakr Siddiq, wazida alayhi at-Ta'i, na yule Abu Bakr at-Ta'i pia ameongezewa na yeye pia. Waqala as-Suli anasema la na'rifu imra'atan waladat khalifatain, kwa kweli hatujui mwanamke aliyezaa makhalifa wawili illa wiladati ummi al-Walid, isipokuwa uzazi wa ummi al-Walid wa Sulaiman, kwanza al-Walid na Sulaiman ibnai Abdul Malik, ambao baba yao ni watoto wa Abdul Malik. Wa Shahin, na huyu Shahin ni mwanamke, ummu Yazid an-Naqis, ni mama yake Yazid an-Naqis ambaye alikuwa khalifa wa Ibrahim, na huyu ibnai al-Walid ambao ni watoto wa al-Walid. Wal Khayzuran, na huyo mama anaitwa Khayzuran ummu al-Hadi,
mama yake Al-Hadi wa Rashid na Rashid. Qultu, nasema hivi Suyuti, lakini wayuzadu Ummul Abbas, inaongezewa hata Ummul Abbas vile vile, Abbas mwenye wa Hamza, wa Ummu Daud wa Suleiman, mama yake Daudi ambaye Daud na Suleiman, aulad al-Mutawakkil al-akhir, au ni watoto al-Mutawakkil wa mwisho. Faida, المتسمون بالخلافة من العبيديين 14 walioitwa kwamba ni makhalifa wanaotokana na hao Ubaidiyin ni wako 14. 3 bil Maghrib, 4 walikuwa kule Morocco, Tunisia, Algeria upande huko. Kwanza al-Mahdi wal-Qaim wal-Mansur wa 11 bi Masri, na 11 Misri, al-Mu'izz wal-Aziz. 3 bil Maghrib, wa 3 sikule maghribi, ndio hao al-Mahdi wal-Qaim wal-Mansur. 11 kule Misri, al-Mu'izz wal-Aziz wal-Hakim wal-Dhahir wal-Mustansir wal-Musta'la wal-Amir wal-Hafidh wal-Dhafir wal-Faiz wal-Aadid. وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة 90 و200, na mwanzo wa utawala wao ulikuwa katika mwaka 290 na nyongeza kidogo. Wa inqiradhiha fi sanati 67 wa 500, na utawala wao anguka mwaka 567. Qala Dhahabi, amesema Dhahabi, wa hiya dawlatul majusiyya. Ya salam, serikali hii lokaa miaka hii toka 290 kitu mpaka kuja kwenye miangapi 556 567 mpaka kuja kwenye muda huu. Dola hiyo ilikuwa ni dawlatul majusiyya, si ya Kiislamu kama wal yahudiyya. Sawa, Uislamu tulitawaliwa na watu hao. La al-alawiyya, si dola za alawiyya, wal batiniyya, na si dola ya batiniyya, la al-fatimiyya, wala si dola ya fatimiyya. Wa kanu 14 mutakhallifan, na walikuwa watu 14 waliokuja mmoja baada ya mwingine kutawala. La mustakhlifan, hawakuteuliwa rasmi. Intaha. Faida, almutasammawna bilkhilafati min al-Umayyiyin, waliojiita makhalifa katika hao Umayyiyin bilmaghrib, kule maghrib, kanu ahsana halan min al-Ubaidiyin, hao walikuwa na hali zao zilikuwa nzuri kuliko hao Ubaidiyin ambao ni dawlatul majusiyya wal yahudiyya. Bikathiri islaman, kwa upande wa Uislamu wao ulikuwa mzuri, wa sunna na kufuata sunna, wa adlan na uadilifu, wa fadlan na ubora, wa amalan na kufanya kazi, wa jihadan na jihadi, wa azwan na mapambano. Wa hum kathirun, hatta, na hao ni wengi, hatta innahu ijtamaa bil Andalusi. Ya salam, mpaka walikusanyika kule Spain, Ulaya, ambako ndo kukajengwa msikiti. Walijenga wakati huo, yake wazungu hawajui kitu. Uislamu ndio kwenda kule umepelekwa, wakasomeshwa, ukajengwa ule msikiti na Jamiatul Qurtuba, ambao huko ndo unakotokea kina Ibn Rushd al-Andalusi alioandika Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Leo msikiti ule umebandikwa misalaba ya wazungu, wamesomeshwa hapo. Nini tumebaki? Kuchezeshwa na Mayahudi na Manasara. Tunagunganisha Waislamu kwa Waislamu, tunaanguka, tunafeli kila hatua baada ya hatua. Tusome tarehe, ndio maana ya kusoma tarehe, historia, ujue tunaelewana mapema tu. Uislamu ulikuwa Ulaya. Aka mmoja katika
watu wa hivi karibuni alikuwa anaulizwa, mbona wewe majina yako ya babu zako ni Waislamu na wewe Mkristo? Ambia naam, wazee wetu walikuwa Waislamu, babu zetu. Sasa Wakristo na ni hivi hivi akhi, tunapoiacha Qur'ani, tunapoacha mafunzo ya dini, ndio hivyo hivyo na watoto wetu. Mwenyezi Mungu awaongoze na sisi tuwasimamie katika kuwasomesha kitabu cha Mungu. Juzi nadhani binti wa Kiislamu yuko chuo kikuu Dodoma chaitwa sijui sante kitu gani cha kanisa, anaulizwa na mmoja ya vijana anamrekodi, wewe unaye mchumba? Anasema sina. Wewe ni Muislamu? Anasema Muislamu. Ukipata mchumba Mkristo utakubali? Ambia maelewano tu, kwa ndoa sisi kwa hata ndoa za kila moja na dini yake za bomani. Wasasi wako watu si mimi mtu mzima na miaka 18 bwana, basi yule kijana naye si Muislamu ni Mkristo, anawahamasisha Wakristo wenzake, jamani jimbo hilo, ili kuwatoa watoto wetu waingie katika Ukristo. Sisi wenyewe unuti bid'a hii sunna tumekaa hapo maulidi ya akhi, mpaka lini? Ma hatta innahu ijtama bil Andalus, mpaka walikusanyika kule Spain fi asrin wahid, katika asri moja, sittatun kulluhum tasamma bil khilafa, watu sita na wote wanajiita kuwa ni makhalifa kule Andalus. Faida afrada tawarikh al khulafa bit ta'lif jama'atun min al mutaqaddimin, wametenga wataalamu wa historia ya makhalifa kwa kuandika vitabu. Makundi ya wanazuoni waliotangulia wameandika vitabu maalumu. Minha tarikhul khulafa linaftawaihi, tarikhi ya bwana an-Nahwi ambaye ni mtaalamu wa nahwu, mujalladani, mijalladi miwili, intaha ila ayam al-Qahira. Tarikhi hiyo imeandikwa mpaka katika masiku ya al-Qahira. Wal awraq lisuli, na imeandikwa awraq ya Suli, dhakara fihi al-Abbasiyin, ameeleza humo tarikhi na historia ya dawlati al-Abbasiyin faqat, wantaha ilayhi na Shihab. Qultu waqad waqaftu alayhi, kwa kweli hicho kitabu cha Asuli nimekipata mimi Suyuti, kitabu hicho na nimekisoma. Wa tarikhu khulafa Bani al-Abbas, pia historia iliyoandikwa ya makhalifa ya Bani al-Abbas Ibn al-Jawzi, raaitu, nimeiona vile vile. Intaha ila ayam an-Nasir, iliyoishia katika maelezo nini katika masiku ya an-Nasir. Wa tarikhul khulafa li Abi al-Fadl Ahmad ibn Abi Tahir al-Marwazi al-Katibi, ahad fuuli ash-shu'ara, ni moja katika mabingwa wa mashairi. Mata fi sanati 80 wa 200, alifariki mwaka huo. Wa tarikh khulafa Bani al-Abbas للأمير أبي موسى هارون ابن محمد العباسي، أخرج الخطيب في التاريخ بسنده، amepokea الخطيب katika tarikh wa sanadi yake عن محمد ابن عبادة قال لم يحفظ القرآن أحد من الخلفاء، hakuna katika makhalifa alikuwa kahifadhi Qur'an illa Uthman, isipokuwa Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Huyu ni katika mahufadhi ya bwana Mtume Muhammad. Wal Ma'mun, na huyu Ma'mun katika makhalifa alikuwa kahifadhi Qur'an. Qultu, nasema hivi, nani anasema? Wa hadha, naam, wa hadha alhasru mamnu'un, hii kudhibiti kwamba ati ni hawa wawili tu, jambo hili hapana. Bal hafidhahu aidan as-Siddiq radiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar alikuwa khalifa, naye alikuwa ni hafidh al-Qur'an ala sahihi, tukienda na kauli sahihi. Wasarraha bihi jama'atun, kundi la wanazuoni wamesema hilo. Minhum an-Nawawi, miongoni mwa Imam an-Nawawi fi tahdhibihi, katika kitabu chake at-Tahdhib. Wa Ali radiyallahu anhu kaifa warada min tariqi
annahu hafidhahu kullahu, imekuja katika njia nyingine kwamba amehifadhi Qur'ani yote baada mauti nabii sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufariki bwana mtume kahifadhi huyo. Qala ibn Sa'i hadartu mubayat al-khalifa, imehudhuria kumbabaya khalifa al-Dhahiri, fakana jalisan fi shubak, alikuwa amekaa katika dirisha al-qubba la qubba, bithiyabin bidh, amevaa nguo nyeupe, wa alayhi turha, akiwa na kilemba ameweka begi cha begani, wala katfihi, akiwa na kilemba na begani, wala katfihi, na begani kwake burdatun nabii sallallahu, kuna kile utandio wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal waziru qaimun, na waziri kasimama baina yadayhi, mbele yake, ala mimbari, juu ya mimbari, wa asnadu dar, na ngazi za nyumba, dunahu, na ngazi zile za pale kwenye mimbari, dunahu bimirqati, ilikuwa chini yake. Wa huwa ya'khudhu al-bay'a, anachukua kiapo cha utii ala nas, kwa watu. Wa lafdhu al-bay'a, na tamko la bay'a lilivyokuwa, ubayu sayyidana wa maulana al-imama al-muftarada at-ta'ata ala jami' al-anam aba nasr muhammadan al-dhahira بأمر الله على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد أمير المؤمنين وألا خليفة سواه، انتهى. والله أعلى وأعلم.